element of treason, elements of treason, yani viungo vya uhaini mkuu, au tunasema vipengele vya uhaini mkuu. Ili ukute kosa la uhaini, ina maana kuna vitu lazima umevikizi, kuna vitu lazima viwepo, vitu vya msingi kabisa lazima viwepo ili tuweze kukuta na hatia au tuweze kuthibitisha kosa hili la uhaini dhidi yako. Ya kwanza ni uvunjaji wa sheria, maana ni unlawful act, yani unafanya kitendo kinyume na sheria. Kitendo gani? Ni vile vitendo ambavyo nimevitaja hapo awali. Ukifanya kitendo kile mojawapo, utakuwa umekutwa kwenye kosa la uhaini. Sawa, umeshafanya kitendo kimojawapo, aidha uko kwenye plani za kumpindua rais au kwenye plani za kumuua rais ukakamatwa, yes, utakuwa umekizi kwenye kigezo cha kwanza. Lakini kigezo cha kwanza kisimame peke yake, umevunja sheria, ndio tunaangalia kigezo cha pili. Kigezo cha pili, nia, intention, tunaita nia ovu, nia ovu, nia ovu. Kwa kitendo cha pili au kipengele cha pili, tutaangalia nia yako, nia yako ilikuwa nini kwa kutokana na yale matendo, ile vitendo unavyofanya. Maana wewe nia yako ilikuwa kupindua serikali, nia yako ni mbaya dhidi ya serikali husika. Kwa ina maana moja kwa moja tutakuona una intention. Hii intention ni ngumu sana kuigundua, ngumu sana kuigundua intention ya mtu. Sasa tunaangalia nia. Nia maana nyingi tunaangalia moyoni mwako, akilini mwako ulikuwa una nia gani? Tunaangaliaje? Kwa kutumia vile vitendo ambavyo unavifanya, hizo vitendo vya wazi na ulifanya vile, tutajua kwamba wewe nia yako kufanyaje, kupindua serikali au kumuua rais. Ya tatu ni kiapo cha utii kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa ni kipengele kingine cha tatu cha muhimu. Yani cha kwanza tumesema kuhusu kitendo ovu, yani unafanya unlawful act, kitendo ambacho sio halali. Cha pili tumesema ni nia, tumeangalia kweli una nia ya kupindua serikali, nia yako ni nia ovu ya kupindua serikali. Kitendo ulichofanya sio halali, kipo nje au kipo kinyume na sheria, mfano hiyo kupindua serikali au kumpindua rais au kumuua rais. Sasa tunaangalia cha tatu. Je, vile viwili umekizi? Cha tatu je? Cha tatu ni kiapo cha utii kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa ina maana sasa yule mshtakiwa ambaye amekamatwa kwa kufanya jaribio la kumuua au kupindua serikali, je, ana kiapo cha utii, utii wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Sababu hiki kiapo cha utii ni kile kiapo cha uaminifu au utakuwa mwaminifu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana unapokuwa mwaminifu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambacho kiapo hiki umeapa, wewe ndio utawajibika katika kosa hili la uhaini. Sasa kosa hili la uhaini lazima limhusishe raia wa Tanzania. Kwa lazima kwanza uwe raia wa Tanzania. Hiyo ni namba moja. Yaani maana mpaka uwape kiapo cha utii cha kwanza lazima uwe raia wa Tanzania. Na pia baada ya kuwa raia wa Tanzania, pili uwe umeapa hiki kiapo cha utii. Maana utakuwa raia wa Tanzania, sio raia wa Kenya, sio raia wa Uganda. Utakuwa raia wa Tanzania. Na kama unafanya hili kosa ndani ya nchi yako, maana utakuwa raia wa Tanzania. Alafu pia kiapo cha utii. Sasa kwenye kiapo cha utii hapa wa Tanzania wengi au wananchi wengi hatujaapa kiapo cha utii, ambao moja kwa moja ili kosa linatufanya wengi tuepuke na wengi au wengi ni tuepuke na wengi wasiepuke. Ina maana hapa kuna mgawanyo. Ina maana wale walioapa kiapo cha utii wanaweza kuwajibika kosa. Kwa kama hujaapa kiapo cha utii huwezi kuwajibika na hili kosa. Mfano walioapa kiapo hiki cha utii, asilimia kubwa ya watumishi wa serikali, wabunge, mahakama, hawa wote asilimia kubwa wameapa kiapo cha utii. Wengine kama wanajeshi wameapa viapo vya utii na kadhalika, ambao wale wote ambao wameapa viapo vya utii. Mfano kwenye kiapo cha utii ulichoapa kuna haya maneno. Kama kuna maneno haya, maana wewe umeapa kiapo cha utii na moja kwa moja unaweza kuhusika kwenye kosa la uhaini kama utafanya yale mambo yaliyokuwepo juu niliyotaja awali. Kuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana iko ni kiapo cha utii wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na maana ukisaliti unakuwa umetenda kosa la uhaini. Pia nasema na hapa kutumikia kwa moyo wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kuitetea katiba ya Tanzania. Unaona kwamba una hapa kuilinda, kuitetea, kuhifadhi katiba ya Tanzania. Maana katiba yetu ya Tanzania
katiba imetoa mamlaka kwa serikali. Ina maana unavyoiapia ile katiba pale kuilinda, ina maana unalinda vile vilivyo ndani ya katiba, kuvitetea vilivyo ndani ya katiba, kuhifadhi vilivyo ndani ya katiba. Ina maana ukienda kinyume na kiapo hiki cha kuhifadhi na kuilinda kutetea katiba, utakuwa umetenda kosa la uhaini. Maana yake unaweza ukavunja ule wajibu wako. Maana yake unapo hapa hivi, maana yake utamlinda rais wako kwa sababu rais yuko kwa mujibu wa katiba. Utalinda mahakama kwa mahakama iko kwa mujibu wa katiba. Utalinda bunge kwa sababu bunge liko kwa mujibu wa katiba. Utailinda serikali kwa sababu ipo kwa mujibu wa katiba. Kwa maana yake unaapa kulinda hiyo. Kwa kama uliapa kiapo hiki, maana yake sasa ukienda against hiki kiapo utakuwa umetenda kosa la uhaini au una uwezo wa kushtakiwa na kosa la uhaini. Pia kingine, kuwa mwaminifu kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kama uliapa sehemu kwenye kiapo chako umesema nitakuwa mwaminifu kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ina maana sasa usipokuwa mwaminifu kwa rais wako, ina maana utakuwa umeenda kinyume na sheria. Utataka kumpindua rais, maana huo sio uaminifu. Maana umeaminiwa, lakini wewe unaenda against na kiapo chako cha kuaminiwa. Utakuwa mwaminifu, unampindua rais au unataka kumuua rais, unashirikiana mipango ya kupindua serikali, kwa sababu rais anaongoza serikali, rais anaongoza nchi. Kwa maana kukinga, usipokuwa mwaminifu kwa rais wako, ukifanya vile vitendo ambavyo nimesema awali, ina maana moja kwa moja utahusika kwenye kosa la uhaini. Kwa hiyo sasa, kwenye kiapo chako ambacho uliapa wewe, mtu yoyote ukakutana na maneno kama hayo, ina maana wewe una kiapo cha utii, utakiwa kwenda against na serikali, utakiwa kwenda against na bunge, utakiwa kwenda against na mahakama. Kuna kiapo cha utii, uko chini ya utii. Kipengele cha 4 ambacho tutaweza kudhibitisha ili wewe tukute na kosa la uhaini, tutathibitisha nasema ni vitendo hivyo vya uhaini huo unavifanya ukiwa ndani ya nje ya nchi, lakini vinalenga moja kwa moja kwa Muungano wa Tanzania au maafisa wake wakuu kama rais, jaji mkuu, spika, wabunge na kadhalika. Ina maana hivyo vitendo inaweza kawa wewe labda uko nje ya nchi, lakini unafanya vitendo vya uhaini Tanzania, au uko ndani ya nchi lakini unafanya vitendo vya uhaini Tanzania, moja kwa moja utahusika, lakini sharti lazima uwe Tanzania. Kwa ina maana unaweza kuwa unasaidia maadui uko nje ya Tanzania, unasaidia maadui uko ndani ya Tanzania, unasaidia maadui. Ina maana wewe utahusika na kosa hili la uhaini moja kwa moja. Kipengele kingine, conspiracy, tunaita njama, yani ule tunasema ni mpango, kama baadhi ya vitendo ambavyo sio halali nilitaja hapo awali. Kisha mpango wa kumuua rais, ule mpango, ina maana ile ndio njama, tunaita conspiracy. Kwa asilimia kubwa lazima kuwepo na njama. Mara nyingi wewe kama wewe peke yako huwezi kupindua serikali, yani wewe peke yako kupindua serikali ni ngumu kidogo. Kwa lazima kuwepo na njama, ambazo zile njama zimepelekea kutendeka kosa la uhaini. Tukisema njama ya kumuua rais, tunakosa hii conspiracy. Kwanza ni kosa liko lenyewe linajitegemea, lakini sasa kutokana na zile njama, mlikuwa mnafanya njama za aina gani? Sasa tunaangalia ule mpango, huo ni mpango wa kupindua serikali. Hiyo tunatoka kwenye conspiracy tunaenda kwenye uhaini, tunatoka kwenye njama tunakwenda uhaini. Maana tunasema ni njama za kupindua serikali, hapo tunakuwa mtenda kosa la uhaini. Kwa hiyo kuna mpango, na mpango unahusisha watu zaidi ya wawili. Mpango unahusisha zaidi ya watu wawili, na maana mtakaa mtakuwa mnapanga mpango 1 2 3, tufanye hivi, tufikie hivi, tude hivi hivi na vile, tukafanye hivi, hapo mtengeneza mpango. Sasa hizo ndio njama. Kwa hiyo makubaliano mnayofanya yale ya kwenda kumuua rais, ya kwenda kupindua serikali, ya kutishia labda serikali, yote hayo ni njama. Wewe ambao unasaidia maadui, una communicate nao, zile zote ni njama, kwa sababu unafanya njama, unafanya makubaliano ya kwenda kupindua serikali au ya kusababishia madhara serikali au nchi ya Tanzania. Na mara zote hizo unafanya ni uhaini. Kwa hiyo utawajibika kwa kosa la uhaini. Kwa hiki ni kipengele kingine cha muhimu kwa lazima kiangaliwe, ulikuwa unafanyika kitu gani mpaka ukanani kosa hili la uhaini. Inabidi utambue kwamba hili kosa la uhaini linaweza au anaweza akashtakiwa mtu mmoja, kama kesi inaendelea mahakamani, akashtakiwa mtu mmoja. Kwa hiyo kosa la uhaini anaweza akashtakiwa mtu mmoja, lakini hili kosa la uhaini inakuwa ni mjumuiko wa watu kukubaliana, kupanga mipango ili kosa lifanyike la uhaini. Kosa hili lifanyike la
la uhaini. Kwa ina maana kuna mpango, lakini mtu mmoja anaweza fanyaje akashtakiwa. Kivipi? Kwa sababu unapopanga plani zako kama unatafuta watu wakusaidia, wa kusaidiana nao. Lakini labda unataka kupublish kwenye mitandao ya kijamii, au unaweza kutumia vyombo vya habari, publish kwenye mitandao huko ya kijamii, kutumia media. Ina maana sasa, ina maana wewe ambaye unachapisha huo ujumbe, alafu ujumbe unachukuliwa unachakatwa na media fulani unatuma. Ina maana wewe media ambayo unatuma ule ujumbe na huyu ambaye anatamka matamko ya wazi, vitendo vya wazi vya maandishi au vya kuongea, uchapishaji wa kuongea kama hivi, alafu wewe mwenye media bila kuchakata, kwa sababu media sio bisahati huko, naambiwa kwamba uchakate kwanza ile taarifa, uangalie hii taarifa ina malengo gani, ina malengo gani, baada ya kuchakata uitume. Ina maana wewe usipochakata, usipokuwa makini kuchakata, usipokuwa makini kujua sheria, ina maana wewe pamoja na wewe utahusika kwenye ule mlolongo wa au ule mpango wa kutendeka kosa la uhaini. Kwa lazima uangalie mwenyewe unavyofanyaje, unavyo publish, chapisha hizo taarifa, uzichakate. Kwa ni mchakato ambao unatumia idadi ya watu zaidi ya wawili ili kufanikisha mpango huu wa kosa hili la uhaini. Pia tambua kwamba hili kosa la uhaini ni kosa ambalo halijakamilika. Yaani na maana ni majaribio. Unataka kupindua serikali, tunakukamata. Unataka kumuua rais, tunakukamata. Unataka kumjeruhi rais, tunakukamata. Unataka kutishia, tunakukamata. Unataka kufanya vile vitendo vyovyote ambavyo nilivitaja hapo awali, vile vitendo 10 ambavyo vinasababisha wewe ukaingia kwenye uhaini. Umefanya kimoja wapo, tunakukamata. Yaani hujatimiza lile tendo ambalo unataka kulifanya, tunakukamata. Hapo utakuwa umeingia kwenye uhaini. Kwa sababu ili kosa la uhaini ni kosa ambalo ukifanikiwa kupindua serikali, ina maana wewe hutaweza kuingia kwenye kosa la uhaini kwa sababu umefanikisha lengo lako. Na ukishafanikishwa lengo lako, wewe mwana mapinduzi utakuwa ndio muongozaji wa ile serikali. Kwa sababu wengi, asilimia kubwa, unakuta wanamuua rais ili ashike yeye madaraka. Kwa maana utamuua rais au utaipindua serikali, halafu utaichukua wewe madarakani au utaishika serikali, maana serikali itakuwa chini yako. Kwa serikali ikiwa chini yako, nchi ikiwa chini yako, ina maana hauwezi ukafanyaje, ukashtakiwa. Na wengi unakuta wakishafanya hili jaribio na likakamilika, la aidha mapinduzi likakamilika, unakuta wanabadili ule muundo wa katiba kama tulivyosema kule hapo awali katika vile vipengele. Unakubadili muundo wa katiba, na maana ni kosa la uhaini. Wengi wanabadili muundo wa katiba, ina maana baada ya serikali kuongozwa na rais, ina maana wao badili muundo wa katiba. Sasa serikali labda itaongozwa na rais, kwamba hii serikali itaongozwa chini ya kabla ya jeshi, au serikali itaongozwa chini ya kiongozi fulani, au serikali itaongozwa na mahakama, au nchi itaongozwa na mahakama. Bunge na livunjwa, kutakuwa hamna bunge kwa kipindi. Kwa maana huo muundo wote wa katiba unaubadilisha, inakuwa kama hivyo. Mfano mzuri ukiangalia mapinduzi ambayo yalitokea hizi nchi za karibuni, kuna Madagascar, kuna Mali, kuna Burkina Faso. Hao wote viongozi au wanajeshi wote waliofanikiwa kupindua serikali, ina maana wao ndio wakawa viongozi au vinara wa serikali. Yaani ina maana serikali au nchi iko chini yao. Sasa wewe, nikupe mfano, unaweza kumshtaki kiongozi ambaye amepindua nchi. Unamshtakia vipi wakati yeye ndio anaongoza pale nchi? Wewe uko juu, uko chini ya yule kiongozi, maana itabidi umfuate anavyohitaji na anavyosema. Kwa hiyo unafanyaje au utafanyaje ili uweze kumshtaki? Kwa hiyo ina maana yule anapindua serikali akifanikiwa, ina maana yeye ndio atakuwa juu, nyinyi mtakuwa chini, anaongoza. Kwa hiyo inakuwa ngumu yeye kushtakiwa. Ndio maana tunaita hili kosa la uhaini ni jaribio. Ni kitendo ambacho hakijakamilika, ni jaribio. Sasa likamilika ndio inakuwa tunasema linakuwa sio kosa, kwa sababu umefanikisha jaribio au limefanikishwa jaribio, na yule mfanikishaji yeye ndio anachukua mamlaka ya nchi, yeye husika, anakuwa sasa hawezi kushtakiwa.